Mwalimu, kwa ufupi tu, kwa unavyoona, katiba ilikuwa inapigiwa sana kelele, lakini Mheshimiwa Rais akasema haiache kwanza, sio kipaumbele. Unadhani tuna haja ya kupata katiba mpya kwa sasa hivi? Sasa hii swala la katiba ni pana zaidi. Kwangu mimi la mchakato wa kuendelea kupanua demokrasia, kupanua udhibiti wa wananchi wa Tanzania juu ya viongozi wao. Na ukiangalia ile katiba iliyopendekezwa na tume ilikuwa ni wa kudhibiti viongozi. Sio bwana, ilikuwa inasema wabunge wasiwekewe ukomo, ilikuwa inasema wabunge waweza kupigiwa kura ya kuwakataa hata kabla ya mwisho wa muda, ilikuwa inasema uteuzi wote uwe umepitishwa na bunge. Yaani hiyo, kwa hiyo ukisema swala hoja ya katiba inaibuka kwamba yani baada ya kupata uhuru katika Afrika, sio Tanzania tu, yani makundi ya wale waliokuwa kwenye chama ambacho kilikuwa kinawaongoza katika kupata uhuru mara nyingi walijitenga tena na wananchi. Na ndio maana kwa Tanzania tukakaa kwa Azimio la Arusha iliyokuwa inasema hivyo kwamba yani sisi watawala tumejitenga na wananchi, sio bwana. Ndio maana kuweko muongozo wa 5. Unakumbuka muongozo wa 5 wa 1971 unasema tusiwe wanyapara. Unanielewa bwana? Kwa sababu tukiwa wanyapara alafu huku tunapambana na mabeberu watatukuta sisi hatuna mshikamano, si ndio bwana? Kwa maana kama ungeniuliza mimi kama unataka kupambana na makampuni ya nje, ulitakiwa kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Yani mimi kama ningekuwa yani ni Chama cha Mapinduzi, nataka kupambana na makampuni ya nje na ubeberu, then nitamchukua Mbowe, nitamchukua Maalim Seif, nitawaweka kwenye serikali. Kusudi nchi iwe wote tunazungumza kitu kimoja. Nitamchukua Tundu Lissu nimfanye mwanasheria mkuu wa shirika la madini. Unanielewa? Yani hiyo nabunia tu. Mimi nasema hiyo ndio ingekuwa ni kutengeneza mshikamano mpana. Wote tuwe upande mmoja, tupambana na mabeberu. Na ndio inachozungumzwa kwenye mwongozo wa 5/71. Na ndio inachozungumza na mtu anapozungumza kwamba yani tukishakuwa tunapambana nje tuwe kitu kimoja. Ndio unachofanya wenzetu nchi za magharibi. Wanapokuwa wanapambana upande wa pili, vyama vya upinzani vinapotea. Unaona wako pamoja. Wanapoanza kushindana wanashindana, lakini wakiwa wanashindana na dunia kule wanashikamana, sio bwana. Kwa hiyo ndio maana nasema mwisho wa siku mimi ukiniuliza mimi kuendelea kuhangaika kutengeneza katiba zinazoongeza uwezekano wa kuwa na mshikamano zaidi kitaifa, kuongeza uwezekano wa kwamba yani hiki chama kinachokuwa madarakani kisiwe na jeuri, kisiwe na kiburi. Kiburi kizuri ni kile ambacho kinatokana na kutetea wananchi, sio kiburi wa kusema utanifanya nini. Mimi ndio nateua wakurugenzi wa wilaya, wakurugenzi wa wilaya ndio wanaosimamia kura. Mimi kishawaambia kwamba wasikutangaze wewe, hawatakutangaza. Sasa hiyo sio kiburi kizuri, kwa sababu ni kiburi dhidi ya wananchi. Kwa sababu kama wananchi wamechagua huyu wa TLP, alafu wewe unasema hatutaki. Hiyo sio sahihi, kwa sababu ukifanya hivyo mbele ya safari akija beberu hapa, wewe utakuwa umekusanya watu wote nyuma yako. Kwa hiyo ukusanya watu wote nyuma yako, ni kama hapa ambapo kama Simba inacheza nje, wewe ni Yanga na wewe unashangilia Yanga. Sio bwana, yani unanena. Kwa hiyo yani kama wewe ni Yanga, Simba inacheza nje na wewe unashangilia Simba, si ndio bwana? Okay, kama wewe ni Simba, Yanga inacheza nje, wewe unashangilia. Hiyo ndio maana ya mshikamano mpana nje ya vyama. Na hiyo inaweza kuelewa vizuri. Mimi nimetoka Vietnam juzi. Chama cha Komunisti cha Vietnam sio chama sawa na chama cha CCM. Kile ni chama cha Komunisti. Chama cha makada walio pigana tangu 1920 huko. Unanielewa? Hiki chama cha CCM ni chama cha kisha, kwa maana hakuna kakundi ka watu kanaweza nyamazisha watu wengine wote. Kwa sababu je, kakundi kakiwa kana watu wabadhirifu. Leo hii wewe rasilimali za nchi, je akija mwingine na huku umeshatengeneza mustakabali ambapo yani akishakuwa pale basi vishindane sawa. Na kwanza hiyo inaweza kufanywa rahisi kama ukiweka tume ya Afrika ambayo yani uchaguzi kama ni wa Tanzania, watu kuanzia polisi, kuanzia tume ya uchaguzi wote watoke Burkina Faso. Pendeleo utatoka wapi? Kwa mimi kwangu mimi yani hata hapa Afrika Mashariki ukitengeneza